leo serikali chini ya wizara ya michezo itakutana na TFF, watakutana na bodi ya ligi pamoja na Simba na Yanga kujua hatma ya mchezo ambao ulishindwa kufanyika ya wa dabi ya Kariakoo majira ya saa 2 kamili za asubuhi. Hivi tunavyozungumza, manake kikao kilikwisha kuanza. Ingawa haiko public sana, lakini mambo ndivyo ambavyo yanakwenda. Kimsingi ni tukio ambalo pengine mashabiki wapenzi wa soka mbalimbali wanasubiri kuona hatima ya mchezo ule ni nini, kwa sababu ukigusa Simba na Yanga ndo icon ya soka la Tanzania. Kwa hakuna namna ambavyo utaukwepa huu mchezo wewe kama ni mpenda soka, lakini vile wewe kama ni mwana michezo halisi, hakuna namna ambavyo utaenjoy kwa kutokuzishuhudia timu zote mbili hizi zikiminyana viwanjani. Lakini kukaa, mimi sioni kama ni tatizo kubwa sana. Ni kweli wanapaswa kukaa kwa namna yoyote ile ili kupata suluhu ya nini kifanyike ili kusudi mchezo uweze kuchezwa. Lakini nina maswali mawili matatu ambayo najiuliza binafsi katika kichwa changu. Miongoni mwa maswali ambayo najiuliza, barua ya mwisho ya bodi ya ligi ni kwamba wanafanyia uchunguzi. Kuna matukio mengine hayakupatiwa ufumbuzi kwa haraka, kwa wakahitaji muda ili kusudi baadaye waweze kutujuza sisi ambao tunawategemea wao, ambao wamepewa hiyo dhamana ya kusimamia ligi kuu. Kwa maana ya matatizo yoyote ambayo yanaizunguka ligi, basi wao ndio wenye haki na huo uhuru wa kuweza kuisimamisha kama ni ligi ama kusimamisha mchezo husika, na kisha wakishafanya uchunguzi wao, kwa sababu Simba ni klabu ya Simba ni mlalamikaji, tukumbuke hivyo. Ukisoma barua ya Simba, walilalamika kutokufanyia vitendo sivyo kiungwana, lakini taarifa ama ripoti ya bodi ya ligi katika muda mfupi ilionyesha kuchukulia tahadhari ama kuchukulia kwa uzito malalamiko yale ya klabu ya Simba, na ikatuahidi bodi ya ligi kwamba kile kilichoainishwa ndani ya Simba na kile walichokipokea wao kwa ripoti yao kutoka kwa makamishna wa mchezo, wakaamua kuahirisha huo mchezo, lakini wakatustopisha kwa kusema kwamba tukae kwa kutulia, tusubiri ripoti yao. Kuna matukio mengine yanahitaji muda kuyafanyia uchunguzi. Sasa yale matukio ambayo tulikuwa tunasubiri kuyapatia uchunguzi, kwa nini bodi ya ligi isingetuambia kwanza pengine huo uchunguzi walioufanya umekamilika kwa asilimia ngapi, ni nani ambaye ana shida, ni nani ambaye hana shida, uchunguzi wao umesema nini kulingana na ripoti ya ile ambayo walipokea kutoka uwanjani, kulingana na ile malalamiko ya Simba, wao kama bodi wa mabaini nini kupitia uchunguzi wao kabla ya kwenda kwenye kikao cha leo. Rahisi sana mtu anaweza akakwambia basi ripoti ya bodi ya ligi pamoja na ile barua ya Simba pengine ina shida, ina walaki ni sehemu, kwa sababu BK hii leo mimi nikikwambia bwana wewe usije mpaka nitakapokuita, alafu ikaje katokea kabla sijakuita tayari ushaenda kusema kwingine na tukaitwa kwa ajili ya kwenda wakati mimi sijakupa majibu. Na hapa ndo tutakumbuka kwamba ili Yanga aweze kwenda kasi ni lazima apate majibu ya shirikisho la ndani. Majibu atakayopewa ya shirikisho la ndani ndiyo yatakayo kwenda kumfanya yeye atambulike kasi kwamba kesi yake yenye mashiko ni ipi. Sasa huenda bodi ya ligi wameshindwa, kama wameona kuna mkanganyiko wa majibu, huenda wameona wasifungue hiyo milango ya kuifanya Yanga wakaenda kasi, kwa sababu Yanga ili waweze kuandika barua yao iliyokamilika ni lazima wapate majibu ya kile ambacho wao wamekidai, kwa sababu Yanga walidai hizo alama 3, wamejibiwa hawajajibiwa. Kama hawakujibiwa kwa mujibu wa public hawajajibiwa, ingawa za kikachero zinaonyesha tayari, lakini kwa sababu ni tunahitaji mambo ya public bado hayajatoka. Kwa nafikiri tusubiri hicho kikao tuone ni nini ambacho kitazungumzwa asubuhi ya leo, na baadaye ndani ya Sport Junction tutakuja kupata, lakini kwa kudokeza ndicho hicho ambacho mimi nimejaji kinaenda kuzungumzwa nini. Kama bodi ya ligi wao walisopisha kusubiri ripoti yao, wangetujibu kwanza ile ripoti, alafu tuone ripoti imeegemea kwa Simba ama imeegemea kwa Yanga, na baada hiyo ripoti nafikiri itakuja na kauli elekezi
Kama labda ni Yanga ndo aliyokuwa na shida, utaratibu ni huu, mechi pigwe. Ama Simba alikuwa na shida, utaratibu ni huu, mechi pigwe. Ikitokea wameshindwa kuelewana katika hili baada ya bodi ilikuja na suluhisho la utafiti wao, manake ndo kuna haja sasa serikali kuingilia kati na kukana na si serikali kuingilia kati kwa mababu. Tunaamini serikali yetu ina nguvu ya kiushawishi kwa njia ambayo ni sahihi, kwa maana FIFA wanatutazama. Hili jambo inawezekana tukawa BK tunazungumza ndani ya 92.9 ndani ya Amka Tofauti, lakini mashirikisho kila siku tunaona mashirikisho yanafungiwa kwa sababu ya masuala mbalimbali kama hivi. Congo Brazzaville wameondolewa kwenye hiyo michuano kwa sababu ya shirikisho lao vile na vile. Kenya ni juzi tu hapa wamerejea na msimu huu nafikiri ndo wanashiriki katika michuano ya kimataifa, walifungiwa kutokana na sababu mbalimbali. Na nafikiri serikali watatumia njia sahihi ya kuweza kuongea na TFF, bodi ya ligi, viongozi wa Simba pamoja na Yanga. Lakini kwanza nilikuwa natamani kuona majibu ya bodi ya ligi kulingana na barua yao vile ambavyo waliacha. Hamu ya shinda tamu. Kwamba hamu ya shinda tamu. Kwa hiyo kinachotumika sasa hivi. Kwani mwenye hamu ana njaa? Ukiwa na hamu unakuwa na njaa, lakini ashinda tamu sasa. Mimi ninavyojua mwenye njaa hamu inawezekana ukachagua chakula, lakini mwenye njaa achagui, anakula tu. Mimi nafikiri kwa hapa alipofikia ili sakata la Simba na Yanga, sasa hivi tunachokishuhudia ni matumizi ya fuara. Na hiyo ni mbaya kwa sababu gani? Kinachoendelea sasa hivi, kwa sababu kama viongozi wa michezo wa wizara wamewaita viongozi wa hivi vilabu viwili vikubwa TFF na bodi ya ligi. Yes, manake hapo tena ni kinachotumika hapo ni busara. Lakini manake kama tunatarajia kupata majibu ya nani ana makosa, manake hilo halipo. Sababu kama lingetangulia hilo alafu tukaona ni nani yuko sahihi na nani amekosea, ndio busara zije. Lakini sasa hivi manake kama viongozi wenye dhamana ya michezo, kama wizara imewaita Simba na Yanga pamoja na wasimamizi wa mpira hapa nchini, maki inapokwenda kutumika ni fuara. Na kuna kitu kingine ambacho najaribu kukifikiria. Nilimsikia Alex Ngai kwa upande wa Young Africans, yeye wao wanasema taarifa wameiona na ya kuitwa kwa ajili ya kukutana, na anasema huwezi kukataa kuito kwa sababu hujui nini kinachoenda kuzungumzwa, isipokuwa kitakachozungumzwa kama wao watakiona kiko sahihi watakubaliana nacho, kama wameona hakiko sahihi maana yake hawezi kukubaliana nacho. Yanga inawezekana kirahisi wakakwambia, kwa sababu wao ukiwasikiliza wanakuambia sisi hatugomei kucheza wala hatugomei mechi, isipokuwa tunataka tu tuambiwe ni nini kilifanya ile mechi isichezwe. Yani hapo wakishapewa majibu kwa nini ile mechi iliahirishwa, basi muda na wakati wote wao wako uwanjani. Lakini kama hawajapewa, yani ukiangalia ni vice versa. Na Simba nao wakisema nataka waambie kwa nini walizuiwa, yani tunakesha. Ndio maana nasema ni kama vice versa. Mwanzoni Simba walisema hatuingii uwanjani mpaka tupate ufumbuzi kwa nini hili limetokea, la kuzuiwa uwanjani. Yanga nao sasa hivi wamesema hatukatai kwenda uwanjani, isipokuwa ili tuambiwe sababu ya msingi ya kufanya huo mchezo usogezwe mbele, yani uweze kuahirishwa. Sasa kama zikienda kutumika busara, alafu Yanga wakawa hawajazielewa hizo busara ambazo zinaenda kutumika, na lione hili swala bado litaendelea kuleta shida. Na kama ikitokea hizo busara zimetumika, kwa sababu zipo taarifa nyeti ambazo zinazungumza Simba wakati anaelekea kukutana na Young Africans, mchezo wake wa mwisho aliucheza dhidi ya Azam FC kama tunakumbuka vizuri. Ndio. Na mchezo ule Pinpin Kamara alishindwa kumaliza mchezo, aliumia. Chemalon Fondo alishindwa kumaliza mchezo, aliumia. Lakini pia Fabrice Ngoma, Yusuf Kagoma, Jean Chazi Ahoua walitoka uwanjani wakiwa kama wanachechemea, manake ule mchezo ni mchezo ambao ulikuwa na intensity kubwa sana. Michezo ni mitatu tu hapa ligi kuu soka Tanzania bara, ili kama unataka ujue timu inachezaje ikiwa katika maumbo tofauti uwanjani, ama ile 4-2-3-1 inasomeka vipi, ni lazima uione timu ikiwa katika mechi serious. Mechi serious ni inayokutanisha Yanga, Simba pamoja na Azam FC. Sasa ukifuatilia huo mlolongo Yanga wao wanaweza kukwambia Simba ni kama alikuwa na excuse 2-3.
Sasa kama zinatumika busara, manake hapo ndani kuna kitu ambacho kiko katika bracket. Yanga anaweza kukwambia what if kama kesho sisi first 11 wachezaji wetu tegemezi watatu ni wabovu, afu tukajivunja tukagomea kucheza, na tunafahamu wasimamizi wetu hawana kauli, watapelekea mechi kuahirisha na baadaye zitatumika busara. Yani hapa yani BK inakwambia kabisa hatutengenezi chochote. Mimi kwanza sitaki kuamini hilo kwamba eti Simba waligoma kucheza kwa sababu hao wachezaji waliotajwa ama uliowataja Momo walikuwa wanaumwa. Timu inasajili wachezaji kuanzia 20. Hizi timu za Simba na Yanga zinasajili wachezaji kuanzia 20 mpaka 25. Japokuwa sheria inasema wachezaji 30, si ndio? Kwa hiyo unaweza ukasajili wachezaji 20, 25 kubakisha nafasi, chochote kinaweza ikatokea. Kwa mimi naamini kwamba kwa vyovyote vile walitakiwa wacheze bila kujalisha ni nani ambaye, yani wachezaji wanne haiwezi kufanya Simba wagomee kucheza mchezo. Inawezekana BK. Inawezekana. Simba wamegoma kwa sababu gani? Wachezaji wagonjwa. Hapana, sisi hatujasema hivyo. Ile anasema inawezekana, ili ujue inawezekana. Kuna dabi moja Diarra alitoka kuiwakilisha timu yake ya taifa ya Mali. Paka Alikamwe anasema Diarra anakuja, ameshuka airport, wakamfuata na gari, akawa anafanya mazoezi kwenye boot. Yani boot ya gari, Diarra anaendelea kufanya mazoezi, alipotua tu akaenda moja kwa moja Avic na siku ya mchezo kesho kutwa. Lakini Yanga ilikuwa na magolikipa watatu na Diarra alienda na kaisaidia timu yake. Maana yake mchezaji mmoja tu kama ni regular start. Mfano unamzungumza Musa Kamara, eneo la goalkeeping yeye ndo anajua eneo lake la kiulinzi analicommand vipi, anafanyaje. Salim Ali amecheza mechi ngapi? Salim Ali amecheza mechi nyingi, lakini mpango wa Simba Ali Salim sio mzuri miguuni. Simba build up yao ya ushambuliaji huwa inaanzia kwa goalkeeper. Lakini kashawahi kucheza isipokuwa ni kwa dharura. Mimi sitaki kuamini hilo. Kama Simba nielewe vizuri BK. Nasema what if kama Yanga watasema kama hamjatuambia sababu, sisi tunaamini sababu ni hiyo. Ikija ikitokea na sisi wachezaji wetu wawili watatu hawako fiti, tukaona hawa wachezaji tukiwakosa, tumefeli mechi ya leo. Lakini sababu ya Simba siko wazi, si walieleza katika barua yao. Mbona bodi ya ligi kwamba wamezuiwa? Sasa hilo ni swala la bodi ya ligi. Lakini Simba wameweka, ndio nasema na Yanga nao waliweka taarifa yao kwamba sisi hatukuwazuia, ni meneja uwanja aliwazuia, sisi tunataka mechi ichezwe. Sasa ili kuondoa utata wa taarifa ya Simba na Yanga, bodi ya ligi na wao walikuja na barua yao na wakatustopisha hapo tu, wakasema kuna matukio mengine yanahitaji uchunguzi. Huo uchunguzi ndio utabaini Yanga wako sahihi ama Simba. Leo kuna kikao umesema muda huu kinaendelea. Kipo kinaendelea. Naamini tunaweza tukapata update ya kile ambacho tukapata majibu ya ile ambalo tunajiuliza sahihi. Kweli wa kuleta timu au tutapata. Sawa. Tuangalie mengine. Leo Simba mambo unavyoona. Ili tupata niweza kweli pala Magamba kabudi na niwe mwaru. Hapo awali nimezungumza serikali yetu serikali tu yoyote ina maneno mazuri, inaweza kushawishi, ina watu watu tofauti ambao wanaweza wakaongea wakaeleweka. Kwa hiyo bodi ya ligi, TFF, viongozi wa Simba na Yanga pamoja na uwakilishi wa serikali kupitia kwa Profesa Palamagamba Kabudi watazungumza, wataelewana. Isipokuwa shaka yangu ni kwamba kama Yanga hatakuwa na kichwa chepesi, yani viongozi wa Yanga kama hawatakuwa na vichwa vyepesi, sioni kama wataenda kuelewana katika mkutano. Lakini yule atakayeenda kuiwakilisha Yanga, kama huku ndani ya bodi watakuwa wameelewana, maana yake hili jambo muda na wakati wote tunaweza tukatangaziwa tarehe mpya ya kitapigwa lini. Isipokuwa kama hawatakuwa wamekubaliana mpaka wajue hiyo sababu, maana yake bado mambo yatakuwa ni yale yale. Lakini naamini heri itapatikana. Mimi nafikiri tutumie lugha nyepesi katika hili. Huruma zilei mwana. Kabisa. Ambaye anapaswa kuadhibiwa baada ya kutofanyika kwa mchezo ule, adhibiwe. Ila ni ngumu, mimi nakwambia ni ngumu. Si tunataka kwamba soka liendelee. Ni ngumu. Huruma hailei mwana. Mzee Steven Mguto anasema tulikosea miaka mingi huko nyuma. Ni kweli, kwa sababu yeye kuja kurekebisha vigumu. Ni mara ya 7. Bwana, muda wote umetuishia. Simba leo yuko uwanjani dhidi ya Bigman KMC Complex majira saa 10 katika michuano ya CRDB Federation. Lakini jana Chama Lawana Stand United wametinga katika hatua robo finali ya michuano ya CRDB. Lakini kesho Simba unaianza safari kuelekea pale Misri kuwafuata
Masri, na wachezaji wote ambao walikuwa katika majukumu ya timu za taifa, wao wataungana na kikosi kule kule Masri. Wakina Kibudeni, Shomari Kapombe, wakina Kamara ambao walienda kwenye timu za taifa watasafiri huko, hawana haja kurejea Tanzania, kisha waianze safari mpya. Mengi zaidi ni majira ya saa 1:15 mpaka majira ya saa 3 kamili za usiku ndani ya Sport Junction. Leo ni Simba dhidi ya Katwila. Simba dhidi ya Katwila. Haya bwana. Kwa Simba dhidi ya Katwila huko Mguto, Palamagamba.